Ndugu mgeni rasmi, sisi wafanyakazi wa mkoa wa Kigoma kwa kauli moja tunaungana na wafanyakazi wenzetu wote nchini kuiomba serikali yetu mambo muhimu yafuatayo. La kwanza, kuifanyia marekebisho sheria ya utumishi wa umma ili kuondoa mkanganyiko uliopo kati yake na sheria ya ajira na mahusiano kazini namba 6 ya mwaka 2004 kuhusu uwasilishwaji wa migogoro ya kikazi katika Tume ya Usuluhishi na Uamuzi na Mahakama Kuu Division ya Kazi. 2. Tunaiomba serikali yetu itupatie muarobaini utakaotatua changamoto za uwasilishwaji wa michango ya wafanyakazi katika mifuko ya hifadhi ya jamii na malipo kwa wastaafu kwenye mifuko hiyo ya hifadhi ya jamii. Wametoa ombi hilo kupitia risala yao katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani wilayani Kakonko, huku wakiainisha baadhi ya changamoto hizo. Akijibu ombi hilo, mgeni rasmi katika maadhimisho hayo, mkuu wa mkoa wa Kigoma, kamishna mstaafu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tobias Ndengenye amesema katika kila sekta ya kazi patajengwa uhusiano na ushirikiano mzuri na wa karibu sana baina ya waajiri na wafanyakazi au waajiriwa. Mahali au sehemu yoyote ya kazi palipo na maelewano, ushirikiano, lakini pia palipo na malipo au ujira mzuri na ulio halali, lazima patakuwa na mafanikio na ufanisi katika uzalishaji na utoaji bora wa huduma. Kwa hali hii, ni vema management au waajiri wajenge tabia ya kuwashirikisha viongozi wa vyama huru vya wafanyakazi na wafanyakazi katika mipango yote ya kazi, badala ya management kuviona vyama vya wafanyakazi kama vyombo vilivyopachikwa pale kwa lengo la kuwadadisi, kuwachunguza au kuwagasi. Vyama vya wafanyakazi ni daraja au kiungo muhimu sana kati ya mwajiri na mwajiriwa kama vikieleweka na kutumiwa vizuri. Kwa upande mwingine, kila chama cha wafanyakazi kinapaswa kujielimisha na kuielewa barabara hali halisi ya taasisi ya ajira au sehemu ya kazi na kutumia uelewa huo kuwaelimisha ipasavyo wafanyakazi wote. Ndugu mwenyekiti na ndugu wafanyakazi, katika risala yenu mmegusia pia tatizo la waajiri kutowasilisha michango kwenye mifuko. Kupitia maadhimisho haya, naomba nitumie nafasi hii kumwagiza katibu tawala wa mkoa kufuatilia na kuwasimamia waajiri wote mkoani kuhakikisha wanawasilisha michango kwa wakati. Lakini pia nitoe rai kwa waajiriwa kutumia maendeleo ya teknolojia kufuatilia maendeleo ya michango yao katika mifuko husika, ili wanapobaini mwajiri ambaye hajawasilisha michango hiyo, hatua za haraka ziweze kuchukuliwa. Hili litasaidia kuepusha usumbufu unaoweza kujitokeza pale mtumishi anapostaafu na kuanza kufuatilia michango ambayo haikuwasilishwa. Aidha, mkuu huyo wa mkoa amepongeza juhudi zinazofanywa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kutatua changamoto za wafanyakazi, huku akionyesha mfanano wa kauli mbiu ya maadhimisho hayo na juhudi hizo. Napenda kuchukua fursa hii kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa juhudi kubwa ambazo amezifanya na anazoendelea kuzichukua katika kuondoa kero mbalimbali za wafanyakazi nchini Tanzania. Nao baadhi ya wafanyakazi waliohudhuria sherehe hiyo, wakiwamo waliotunukiwa vyeti na kupewa zawadi ya mfanyakazi bora, wakaelezea hisia zao. Mimi naitwa Pius Edward Nyunze, ni mtumishi ofisi ya mkuu wa wilaya. Kazi yangu ni kutunza kumbukumbu na nyaraka za serikali. Niko ofisi ya mkuu wa wilaya Kakonko. Kiukweli si swala tu kwamba nafurahi kuwa mfanyakazi bora, bali nafurahi kuona kwamba ofisi imeona utendaji wangu wa kazi na wameridhika nao, na niseme kwamba hata wenzangu nimewahamasisha
waige utendaji wangu wa kazi. Kwanza nipongeze serikali ya awamu ya 6 kwamba inatenda haki. Unajua, mahali popote chanzo cha migogoro huwa ni haki. Pale ambapo upande mmoja hautendi haki kwa mwenzake, lazima kutokana na migogoro. Lakini kwa serikali hii ya awamu ya 6 naweza nikasema kwamba imepunguza sana migogoro sehemu za kazi kwa sababu ya kutenda haki. Naitwa Lydia Dickson, ni mwalimu wa shule ya msingi Malenga, wilaya ya Kakonko, mkoa wa Kigoma. Najisikia furaha sana na jambo la kumshukuru Mungu kuwepo katika siku ya kipekee ya wafanyakazi. Hivyo najisikia furaha sana kuwepo katika sherehe hizi. Kwanza napenda kuchukua nafasi hii kumpongeza kwa jitihada kubwa ambazo anazionyesha katika kuboresha maslahi ya wafanyakazi wote. Kwa hiyo namshauri kwamba aendelee na kuboresha maslahi zaidi kwa wafanyakazi na mazingira rafiki ambayo yatawezesha wafanyakazi kufanya kazi katika hali nzuri na ufanisi zaidi. Kila ifikapo tarehe mosi mwezi Mei ya kila mwaka ni siku ya wafanyakazi duniani. Maadhimisho haya mwaka huu kimkoa yamefanyika wilayani Kakonko, huku yakiongozwa na kauli mbiu isemayo uchaguzi mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi. Sote tushiriki. Elizabeth Mwigulu, Bundala TV.